Mtazamaji wa Global TV, hapa ni mazikoni ambapo ndipo anasindikizwa kwenye nyumba yake ya milele aliyekuwa mkwe wa diwani wa kata ya Sandali Mrisho Kamba, na tuko hapa msibani, watu mbalimbali wamejitokeza, lakini pia viongozi kutoka kwenye wilaya ya Temeke. Hapa niko na mstahiki meya wa halmashauri ya Temeke, lakini pia mkurugenzi wa halmashauri ya Temeke na madiwani wote wa kata za Temeke. Mheshimiwa, pole kwa msiba, lakini hongera kwa kuwepo hapa. Asante sana mwanahabari. Jinsi ambavyo ulipata taarifa ya msiba huu wa aliyekuwa mkwe wa diwani wa kata ya Sandali, wewe kama mstahiki meya wa halmashauri ya Temeke? Asante ndugu wanahabari, mzee Zaidi Kiamite ni mkazi wa Tandika na mimi ni diwani wa Tandika. Tumekuja hapa pamoja na madiwani kushiriki katika msiba huu na hivi sasa tunaendelea na maziko. Tumesikitika kwa sababu mzee huyu alikuwa ni hazina yetu, mshauri wetu, lakini mwananchi msikivu na mtiifu kwa serikali. Kwa hiyo tunamwombea Mungu ampumzike mapema peponi, lakini na sisi tutaenzi mema ambayo alikuwa akitufundisha na akitusii kama mzee wetu wa Tandika. Pole sana. Lakini kitu kizuri ambacho kimenifurahisha ni kuona uongozi wa Temeke, kuanzia meya wa halmashauri ya Temeke, mkurugenzi wa halmashauri ya Temeke, lakini pia madiwani wa bunge. Nimemwona mwenyekiti wa CCM wilaya ya Temeke yuko hapa. Hii inatufunza nini? Mmejipangaje viongozi kutoka kwenye wilaya ya Temeke kwenye mshikamano na kukimbiliana wakati wa shida? Imekuwa tofauti na wilaya nyingine. Asante mwanahabari, sisi Temeke ni wamoja, kuanzia kwenye chama na serikali. Leo hii Mheshimiwa Mrisho Kamba kafiwa na baba mkwe, lakini baba mkwe huyo ni raia wa Tandika ambako mimi nahudumu kama diwani. Lakini sisi madiwani wa Temeke hao walioona na wengine tumewacha kule, yupo Mheshimiwa mbunge, yuko diwani ya kata 14 Mariam Kisangi, lakini yuko naibu meya. Kama ilivyo desturi ya Waislamu, wakina mama waje makaburini. Kwa unaona hapa ni baadhi yao, lakini wengi wako kule. Lakini tafsiri yake ni kwamba sisi ni wamoja na tunakimbiliana kwa jambo lolote la furaha na la majonzi. Tunakuwa ni wamoja na tutaendelea kuwa wamoja, na huwe ni mfano kwa raia wetu wa Temeke na waendelee kuwa wamoja kwa sababu si viongozi wao ni wamoja. Ni msibani tu au hata kwenye maendeleo ya Temeke mpo hivi viongozi? Kama nilivyosema, swali hili baraza hili sasa madiwani hawa kwenye mambo yote ya maendeleo, ya furaha, ya majonzi, tuko pamoja. Mimi niseme tu sisi tumekuja kumkimbilia mwenzetu kwa tatizo ambalo limemkuta, na kawaida kwenye mambo ya haya tunashirikiana, lakini si haya tu, mambo mengine ya faraja, harusi, vitu vingine vyote tunashirikiana. Kwa hiyo kwa Temeke sisi hatuna shida sana, na muunganiko wetu mzuri, na mnaye anavyoona tuko naye anatuunganisha vizuri. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, inshallah mambo yanakwenda. Ongeleza. Mrisho Kamba, neno lako moja kwa ujio huu wa ndugu, marafiki, viongozi wenzako na viongozi wale wa juu yako wewe kwenye wilaya ya Temeke kukimbilia kipindi hiki kigumu teza baba mkwe wako. Mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ibada iliyotokea, lakini niwashukuru sana wananchi wa Temeke tukiongozwa na mstahiki meya mzee wangu Zail Osman, na kwa namna nyingine ni namna tunavyolelewa na kutunzwa na mstahiki, na ushauri tunavyoshauriana, na upendo ulioupandwa na mpaka umechipua na umekuwa. Kwa hiyo yote kwa yote niseme kwanza nawashukuru sana watu wote waliojitokeza kwenye jambo hili la ibada kuanzia mwanzo wa umauti na mpaka leo tunakuja kumuhifadhi mzee wangu. Lakini kubwa niseme tunashukuru, na si kushukuru mimi tu, halmashauri ya manispaa ya Temeke kupitia mstahiki meya tunawashukuru wote kwa namna wananchi walivyojitoa kwenye jambo hili, lakini tunakishukuru na Chama cha Mapinduzi kama umesema, mwenyekiti alikuwepo. Kwa neno kubwa ni shukrani, na tunataka sana tuendelee mifano hii, na isiwe tu kwa sababu mimi ni baba mkwe wangu. Sisi ni utaratibu wetu, hata mtu ukifiwa na jirani yako, mstahiki meya anainuka anakuja, madiwani tunainuka tunaenda. Hata mtu ukifiwa na mtu usomjua, ukiona huko Turubai, kawaida yetu tunasimamisha magari, tunakwenda kuzika, tukirudi tunaendelea na shughuli zetu. Kwa hiyo sisi Temeke ndo tumetunzwa na kufunzwa na kuneemeshwa kwa namna hiyo. Kubwa niseme shukrani sana, nikutakieni jioni njema watu wote mlojitoa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kadari yake aliyoifanya.
Diwani wa kata ya Kilakala Magoa, neno lako ni lipi kwa msiba huu mzito? Kwa kweli kwanza sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeondokewa na mkwe wetu, na ukizingatia Kilakala na Sandali ni kata jirani. Kwa hiyo tunaendeleza upendo na kuheshimiana na kushirikiana kwenye mambo ya shida na raha. Jina langu naitwa Mohamed Nasoro Katau, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Huu mtaa ambao ndio hapo alipo makaburi Mamboleo A, kata ya Sandali. Neno lako ni lipi kutokana na msiba huu ambao amefiwa diwani wa kata ya Sandali? Neno kwanza, tumekuja kumstiri mzee ambaye ni mkwe wake na mheshimiwa diwani Mrisho Hassan Kamba, na nashukuru kwa wenye viti yote ya mitaa 12 kujumuika pamoja na baadhi ya viongozi. Yupo meya, wapo viongozi wa upande wa michezo, wote tumekuja kumstiri mzee makaburi ya Mamboleo A. Na tumeona viongozi mbalimbali wakiwa wamejitokeza. Hii inaleta maana gani kwenu kwenye mshikamano mlionao? Hii inaleta umoja na ndani ya viongozi kwa ukaribu, yani kwa wanasiasa, wana michezo, wote tuko kitu kimoja, na aliyefiwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo wengi wamemkimbilia mheshimiwa diwani Kamba. Makaburi unayoona sasa hivi, makaburi mengi yana uzio. Kwa leo pia kuna mtu mmoja sitopenda kumtaja kaliona hilo. Kwa hiyo kuna kitu kizuri kinakuja kuanza msingi wa makaburi haya ili yafanane na wenzetu. Sasa hivi makaburi ya Simba Mbali yashapitishwa uzio, yanajengwa uzio. Kuna baadhi ya makaburi sasa hivi ukipita imekuwa ndio desturi kuyazungushia ili kuwastiri hao waliolala hapa chini. Kwa hiyo utaratibu umeanza. Utaratibu leo hii waliokuja kuna watu nishaongea nao. Kwa hiyo tunaomba Mungu mpaka ndani ya mwezi wa 8 kuna vitu tutaanza. Alafu kwa sababu na wananchi na wengi sasa hivi wanakuja kulala hapa, tutaomba iko kidogo, lakini tufanye kitu ambacho kitakuwa kizuri na kitaonekana kwa kuweka msingi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.